Jana klabu ya Simba ilikuwa iko uwanjani pale CCM Kirumba dhidi ya Pamba, lakini sivyo bahati Simba imeshindwa kuondoka na alama 3. Kiufundi fungameza, ukitazama mchezo wa jana, shida ya Simba ilikuwa iko wapi, lakini pia ubora wa Pamba Jiji ulikuwa iko wapi? Nadhani jana Simba walikutana na surprise kutoka kwa Pamba Jiji. Ukijaribu kuangalia namna ambavyo Pamba Jiji waliingia katika mchezo, walionekana kuwa bora zaidi, na ukicheza na timu kama Pamba Jiji siku ikaamka vizuri mchezoni, kwa timu zetu hizi za Dar es Salaam mara nyingi huwa zinapata changamoto kubwa. Ukijaribu kuangalia jana Pamba Jiji walikuwa very superb katika namna ambavyo walitengeneza shape yao nzuri ya ulinzi, lakini ukiacha hivyo namna ambavyo walishindwa kuwapa respect Simba na kuamini kwamba pia na wao wana quality, kwa maana Simba wakija na wao walikuwa wanakwenda, Simba wakija na wao wanakwenda, kitu ambacho kilitengeneza sasa uwiano mzuri ama balance nzuri kwa timu zote mbili. Ukijaribu kuangalia Simba alikuwa anajaribu kushambulia kwa namna moja ama nyingine, lakini pia Pamba Jiji pia alijaribu kushambulia kwa namna moja ama nyingine. Isivyo bahati kwa timu zote mbili zikafanikiwa kupata sare ya goli 1-1. Of course ukijaribu kuangalia Simba kwa namna ambavyo wanacheza, unaona anaendelea kuhukumiwa na namna ambavyo falsafa ya mwalimu kwa maana Steven Baka ya kucheza na force namba 9. Ukijaribu kuangalia kwa aina ya intensity ya mechi kama ya Pamba Jiji, huenda walitegemea zaidi kupata mchezaji ambaye anaweza akasimama katika eneo la hatari na kuwapa wapinzani changamoto kubwa. Kwa bahati mbaya jana ukijaribu kuangalia namna ambavyo Simba alikuwa anacheza, of course alikuwa anatengeneza hatari, lakini mpira mingi ambayo ilikuwa inaingia katika eneo la katikati kulikuwa kunakosekana mtu ambaye anaweza akasimama katika ile eneo, na ndio maana ikawa inawapa jeuri pia hata walinzi wa Pamba kutoka katika eneo lao na kusogea katika eneo la mbele. Ukicheza mara nyingi na force namba 9, kuna nyakati mchezaji ambaye anapewa jukumu hilo huwa anajisahau kukaa katika eneo lake usiku. Mara nyingi huaga anashuka chini, na ndo falsafa ya force number 9. Yaani force number 9, mtu anapocheza na force number 9 utegemei kumuona mshambuliaji muda mwingi akiwa ndani ya box. Utategemea kumuona mshambuliaji akiwa kushoto, akiwa kulia, ama akishuka chini zaidi kwenye kupokea mipira. Namna ambavyo ulikuwa unamuona kwa maana ya Kilisawala ili Mpanzu alivyokuwa anacheza, ndio namna ambavyo force number 9 mara nyingi huwa wanacheza namna ile. Kwa maana kuna nyakati tutamuona kushoto, kuna nyakati tutamuona kulia, kuna nyakati tutamuona anashuka chini, kwa sababu ndio aina anapaswa kucheza vile. Na ndio maana ukaona hata goli ambao amelipata Simba ni Elie Mpanzu ambaye alitengeneza, kwa sababu alitoka katika eneo na kusababisha Ansat Oura aingia katika eneo la hatari na kupata goli. Kwa hiyo mimi nadhani force number 9 kwa kiasi kubwa huenda ikaliwaangusha Simba kutoka na aina ya approach ya mchezo ambayo walikuwa nayo Pamba Jiji. Mchezo jana umemalizika na Simba leo umeanza safari namna ambavyo kwenda kuwawinda TRA, ambapo watacheza hapa jijini Dar es Salaam Machi 22. Namna ambavyo umezungumza kutokosekana kwa namba 9 typically ilipelekea Simba kukosa magoli. Wakienda katika Machi 22, Selemani Mwalimu anarejea. Urejeo wake katika klabu ya Simba pengine inaweza kuwa ni nafuu katika eneo la ushambuliaji. At least inaweza ikawa nafuu kwa sababu hata ukijaribu kumwangalia Selemani Mwalimu naye sio mshambuliaji pia ambaye anapenda kukaa sana katika eneo la hatari, japokuwa yeye ana tofauti kidogo na hao wachezaji wengine, kwa maana labda ukimweka hapa Anseti Oura ama Kibisawala ama Libasegwe ama Chama ama Luemba, wanakuwa na tofauti kidogo kwa sababu yeye amecheza mara nyingi zaidi katika hilo eneo. Kwa hiyo atakuwa na ubora kuliko hawa ambao wanapata nafasi ya kucheza katika hilo eneo kama force number 9. Ukimwangalia Selemani Mwalimu ni mshambuliaji ambaye anapenda pia kukimbia katika maeneo tofauti. Ana tofauti kubwa na namna ambavyo amekuwa akicheza Prince Mpumelelo Dube wa Young Africans. Ana tofauti kubwa, unamuona kwa nyakati unamuona anatokea pembeni, kwa nyakati unamuona anashuka chini. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye pia na yeye anaga muda mwingi wa kusimama katika eneo la hatari, lakini kwa kitu kizuri ambacho yuko nacho, kwa maana ya mshambuliaji ambaye amecheza katika eneo kwa muda mrefu, kwa maana hata anapocheza force number 9 yake haiwezi kufanana na Elie Mpanzu, Kibisawala ama mchezaji mwingine ambaye atapata nafasi ya kucheza hapo kama sio namba 9 pase. Kwa hiyo kwa Selemani Mwalimu kurejea kikosini, Zahir Shaili inaenda kuongeza kitu katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu ukijaribu kuangalia jana, huenda kama angekuwepo Selemani Mwalimu tayari anaonekana labda force number 9 ya Mwalimu imeonekana kufeli, kwa sababu tulikuwa tunaona kuna nyakati Libasegwe alikuwa anajaribu kupiga cross, lakini katikati kulikuwa hakuna mtu. Kuna nyakati tulikuwa naona Shomari Kapombe akijaribu kupiga cross, lakini katikati kulikuwa hakuna mtu. Tumeona mtu kama Nixon Kibabaga alijaribu kupiga cross nyingi, lakini
katikati kulikuwa hakuna mtu. Kwa hiyo sasa kama hakuna mtu, dhahiri shahiri ilipaswa kuwa na mtu ambaye anaweza akasimama. Of course yupo Baraka Mwangosi, lakini ni mshambuliaji ambaye kimsingi bado hajaprove, na uaminifu kwa mwalimu umekosekana, kwa maana mwalimu anahisi kwamba ni mshambuliaji ambaye hawezi kumpa kitu kikubwa, hususan kwenye aina ya mechi ambayo ilikuwa na intensity kama ya Pamba Jiji. Kama ingekuwa mchezo wa kawaida nadhani angepata nafasi ya kucheza, lakini ukijaribu kuangalia namna ambavyo Pamba walikuwa bora siku ya jana, ilikuwa inampa maswali magumu hata mwalimu kwenye kufanya sabu. Kama mlifuatilia unaona kuna nyakati timu inaonekana tayari inahitaji msaada ya nguvu mpya, lakini mwalimu pia alikuwa anafikiria kila akiangalia benchi lake anakuwa anaamini naweza nikatoa mtu nikaja karibu timu. Sometimes pia hipo inategemea na quality ambayo iko mchezo ulikuwa na kasi, na benchi lake akitazama unaona watu ambao hawana pesi. Sasa ukijaribu kuangalia anachungulia kila kimwangalia Mwangosi aingia hapana, nani aingia hapana. Ndio maana hata sababu zake zilikuwa too late, alichelewa sana kufanya sababu. Lakini ukiangalia muda ambao aliingia unaona kabisa alichelewa, sio kwa sababu alichelewa kwa bahati mbaya, kwa sababu tu aliangalia akasema nikifanya sabu za mapema kwa aina ya mchezo huu unavyokwenda na namna ambavyo mambo yalivyo, kuna dhahiri shali mimi naweza nikapoteza mchezo. Of course lakini kafanya sabu, lakini bado hazikuweza kubadilisha chochote kwa kile ambacho kilitokea.